amri ya 7 inakuja mbele zako, inakuja kwenye sikio lako, inakutangazia usizini. Kuna sumu, kuna hatari katika uzinifu. Hiyo ndiyo kichwa cha somo. Kumbuka somo ambalo limepita hapa, tulielezea kuhusu amri ya 6 iliyotuelekeza kwa kukukataza mama, rafiki, mpendwa mtazamaji, kwamba usiue. Usiue katika masemi, usiue katika kazi yako, usiue katika matendo, usiue katika mambo yote. Amri ya 6 ilikuambia usiue. Amri ya 7 pia inakuja inapogonga kwenye moyo wako, inasema fanya angalisho, usizini, kuna sumu katika uzinifu. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Mubariki yule mtazamaji, acha somo hili lipate kupata mwanya katika maisha kila moja, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki mpendwa, tunakuja na somo linaloelezea kuhusu amri ya 7, usizini. Amri hii ni katika kitabu cha Kutoka 20 aya yake ya 14. Mungu anatuambia usizini. Hii ni amri ya pekee ambayo Mungu anaitoa kwa ajili yako. Katika amri ambazo tumezitoa hapa, amri ya 7 ni maneno mawili tu, usizini. Lakini ndani ya maneno haya mawili muna ujumbe wa pekee kwa ajili yako leo, kwa ajili yetu leo. Leo tunaishi katika kizazi ambacho uzinifu umepewa majina mazuri sana. Katika kizazi leo utakuta watu wanasema, wanapoelezea jambo hili wanasema ni uhuru, tafadhali, wanasema uhuru wa mapenzi. Wengine watasema hiyo tabia ya uzinifu wanaielezea, wanasema ni maendeleo. Wengine wanaipatia jina haki ya mwili. Wengine wanaipatia jina maisha ya kisasa, na wengine wanasema ideology, mambo ya ndani. Unakuta kwamba wameipatia majina mengi. Lakini hata kama kizazi cha sasa kimepatia uzinifu majina, inaonekana kama majina mazuri mazuri, je, Mungu naye amebadilika? Jibu ni hapana. Uzinifu huanza moyoni, na uzinifu unapoanza moyoni, mahali ambako inaenda kumalizika na kuishia, inaenda ishia kwa kuleta uharibifu katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana Mungu kasema usizini. Mungu aliweka amri hii katika mstari ya amri 10. Mungu alipenda atufundishe kwamba ndoa ni agano la milele na hakuna yeyote ambaye anaweza kuivunja. Si mkataba wa muda, si programu ya muda. Hiyo imesababisha Mungu aiweke hapo. Mkataba unaweza kuvunjwa, mkataba unaweza kubadilika, lakini agano ni takatifu. Ndoa ni moja ya vitu vichache ambavyo Mungu mwenyewe alivianzisha kabla ya dhambi. Ukitazama Mungu alipomaliza uumbaji, akaweka vitu vichache kwa ajili ya mwanadamu. Kitu cha kwanza ambacho alikiweka kama zawadi ilikuwa ni kazi. Cha pili akaweka ndoa. Cha tatu ambacho Mungu alikiweka kabla ya dhambi, aliweka Sabato. Yaani vitu vitatu hivi ni zawadi ya pekee ambayo Mungu aliiweka, na kwa kuilinda ndoa takatifu Mungu akaweka amri hii ya 7 inayoniambia usizini. Kwa nini Mungu aliweka amri ya 7 kwenye sheria hiyo, amri 10 hizi? Ni kwa sababu uzinifu huvunja picha ya Kristo na kanisa. Ukisoma Waefeso 5 aya 31 na 32 utakuta kwamba Paulo anaandika anaposema ndoa ni mfano wa uaminifu wa Kristo
kwa kanisa. Kristo ndiye kichwa cha kanisa, namna mume ndiye kichwa cha familia. Yaani ndoa inalindwa katika mstari unaoitwa uaminifu. Shetani anaposhambulia ndoa, hashambulie ndoa tu, lakini kila anacholenga katika kushambulia ndoa ni ushuhuda wa Injili. Yaani uzinifu unapoingia katika familia, unapoingia katika maisha, unapoingia katika ndoa, unagusa pia mwili wa Kristo. Ndio maana Mungu kasema usizini, kwa sababu alipenda mwili wa Kristo, yaani kanisa, iendelee kubaki katika msimamo wa usafi, ibaki katika msimamo wa utaratibu na utakatifu. Ndio maana Mungu kaweka amri hii, usizini. Jambo la tatu, kwa nini Mungu aliweka amri ya 7 katika amri 10? Ni kwa sababu Mungu anataka moyo wako wote umtumainie na kumtegemea na kumtumikia kila siku. Mungu si Mungu wa sehemu moja, bali Mungu ni Mungu wa mwili wote. Anataka mwili wako, anataka mawazo yako, anataka hisia zako, anataka macho yako, anataka maamuzi yako. Ndio maana Mungu kakuambia, ndio maana Mungu kaambia mwanadamu, kaniambia usizini, kwa sababu anataka mwili wako, anataka hisia zako, anataka macho yako, anataka mwili wako wote, wa ndani na wa nje, uweze kumtegemea na kumtumikia. Madhara ya uzinifu. Ina madhara gani uzinifu unapokuwa katika maisha ya mwanadamu? Kitu chochote tunachokifanya, mawazo yoyote ambayo tunaendelea kupanua katika mioyo zetu, hisia zote ambazo tunaendelea kuziacha katika mwili wetu, vitu vyovyote tunavyoviacha katika maisha yetu vinakuwa na madhara, vinakuwa na matunda ambayo vinavileta. Iwe ukitenda kitu chema, kitakuwa na matunda mema. Ukitenda kitu kibaya, kitakuwa na madhara mabaya. Ndio maana hata na uzinifu una madhara katika maisha ya mwanadamu. Tuone madhara 7 ya uzinifu. Uzinifu hupofusha macho ya kiroho. Uzinifu hupofusha macho ya kiroho. Kumbuka Daudi na wengine wengi ambao wameanguka katika matatizo hii ya uzinifu. Wakati mtu anapoingia katika hiyo matatizo, mara nyingi uzinifu hufopusha, inaleta upofu katika macho ya mwanadamu. Haone tena ukweli, afate tena ukweli wa Mungu, anafata ukweli wake, giza hiyo ya uzinifu. Uzinifu huleta giza katika maisha ya kiroho. Ndio maana kuna wengi ambao walikuwa mashujaa katika imani, lakini walipoingiliwa na tabia ya uzinifu, hata ushujaa wao ulipunguka. Ni wachungaji wangapi hawana tena nguvu katika kuhubiri? Upako wao umepunguka, umeisha, kwa sababu shetani aliona mbinu ya kuangusha upako ni kuwaingiza katika uzinifu. Uzinifu huangusha upako, huleta upofu katika maisha ya kiroho. Uzinifu huwa amani ya ndani. Dhambi huahidi raha, lakini huzaa hofu. Huwa amani, uzinifu inaua amani ya moyo. Tafadhali epuka uzinifu. Siri ya kuwa na amani na utulivu, epuka uzinifu. Jambo lingine, uzinifu huharibu familia nyingi. Yaani uzinifu, madhara yake ya 3, huharibu familia. Ukitazama familia namna zinavyoendelea kubomoka, bomu ambayo shetani ameingiza katika ndoa za wengi ni uzinifu. Baba anapoingia katika uzinifu, unakuta kwamba atashindwa kulea watoto wake. Shetani ataingilia nyumba ile, na uzinifu imekuwa kama mlango wa pekee ambao shetani anaupitia kwa ajili ya kulaani jamaa, kwa ajili ya kubomoa nyumba, kwa ajili ya kubomoa kanisa, kwa ajili ya kubomoa mabaraza,
kwa ajili ya kubomoa makwaya, kwa ajili ya kubomoa vipawa, kwa ajili ya kuleta laana kwa jamaa. Ndio maana mama yangu, unapoona kwamba umeingilia katika tabia ya uzinifu, umepata huko pesa katika uzinifu, pesa zile usiziingize nyumbani ili zisaidie nyumba yako kwa kuwasaidia jamaa na watoto wako. Utakuwa umewaletea balaa na laana katika maisha yao. Ndio maana unapotutangazia Mungu anaposema usizini, yani nyuma ya hiyo amri ya 7 kumekuwa laana kwa wingi. Saki zimejaa zenye laana nyingi, na wengi waliochezea hapo uzinifu hawakujua namna ambavyo bomu za pekee zimeingia nyumbani. Watoto wamekufa, wengine wameingia hatarini, familia zimebomoka, wajukuu wamefariki, na familia mke wameachana, watoto wamekuwa hoi hoi kwa sababu ya tabia mmoja. Mzazi mmoja aliingilia tabia ya uzinifu. Uzinifu huharibu jamaa, uzinifu huharibu familia, uzinifu huharibu ndoa, uzinifu huharibu jamii. Uzinifu ni jambo la kukimbia na kuliogopa. Uzinifu madhara yake, uzinifu huondoa mamlaka ya kiroho. Pima kumwona Samsoni, alipoteza nguvu yake kwa sababu ya uzinifu. Daudi alipoteza utulivu kwa sababu ya uzinifu. Ni wengi katika Biblia na maisha haya wamepoteza uwepo wao wa Roho Mtakatifu kwa sababu waliingiliwa na uzinifu. Shetani anajua, anapoona talanta yako inazidi kukomaa, anapoona kipawa chako cha huduma yako inazidi kupanda, anakuletea taratibu zote kwa ajili ya kupoteza kipawa hiki, ili Mungu asionekane, shetani yeye anaonekane kupitia tabia hii ya uzinifu. Ndio maana katika huduma zote, rafiki mpendwa, mchungaji, wewe ni mwimbaji, wewe sijui ni wa aina gani, acha tabia ya uzinifu, ogopa uzinifu. Jambo la 5, madhara ya 5 ni kwamba uzinifu hufungua mlango wa dhambi nyingine. Ni kama mlango wa madhambi nyingi. Ndio maana ukiona mzinifu anaingiliwa, amekuwa amefungua mlango wa uongo. Mzinifu anafungua mlango, ni mlango wa kudanganya. Mzinifu ni mlango wa uuaji. Uzinifu ni mlango wa uuaji. Uzinifu ni mlango wa maumivu. Uzinifu ni mlango wa kuloga. Uzinifu ni mlango wa wizi. Uzinifu unakupelekea kuabudu miungu mingine kuliko Mungu. Uzinifu inakupelekea kuwa na chuki katika maisha, na uzinifu unakupeleka kukuwa na maisha ya kiburi. Niwana katika milango dhambi yenye mlango kubwa ya madhambi zote, uzinifu inakuwa kama ya kwanza, kwa sababu ukiingilia mlango huo uzinifu, utajikuta katika mlango ya kuua, utajikuta katika mlango ya kusema uongo, unajikuta katika mlango ya kuchukia hata wakwako wazazi, hata mume wako, mke wako, watoto wako. Itakufikia inaharibu. Yani uzinifu ni mlango wa kukataa Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wako. Ndio maana huo uzinifu, elewa kwamba uzinifu una madhara mengi, huleta mbali na Mungu. Na jambo lingine, uzinifu huua ushuhuda. Utashindwa kushuhudia, utashindwa kuwa mshuhuda wa Kristo wakati umeingilia tabia ya uzinifu. Uzinifu huo ni jambo la kuepuka. Inabidi rafiki mpendwa ukimbia uzinifu namna Yusufu alivyokimbia. Uzinifu si jambo la kungoja. Paulo kasema ukikutana na jaribu hili, kimbia. Yusufu alikimbia na akapona, na akapata neema ya Mungu kumuinua na kumbariki. Wewe umeimba sana dada yangu, wewe unahubiri sana rafiki mpendwa, wewe unakuwa na huduma nzuri katika ibada, katika kanisa,
Wewe umepewa neema ya pekee, muongozi wa kanisa, sijui unafanya kazi gani, lakini unapoingiliwa na tatizo la uzinifu, hata kama bado hawajakukamata katika dhambi hiyo, bado kwamba baraza hazijakaa kwa ajili ya kosa hile, acha nikuambie wewe umo hatarini. Baraza ya mbinguni imekaa, inabidi utubu unaposikia sauti hii. Sasa namna gani tutashinda udhinifu? Namna gani tutashinda udhinifu? Namna ya kushinda udhinifu ni jambo la kwanza la kuelewa, ni kwamba uelewe kwamba tunakuwa katika vita vya kiroho kulingana kitabu cha Efeso 6 aya ya 12. Na katika hiyo silaha za shetani anazopigana nazo, anazozileta, kumekuwa mbinu ya shetani ya pekee ni uzinifu. Anawaleta wasichana wazuri wazuri, hata katika kanisa analeta wasichana ambao unawaamini kwamba ni wazuri kanisani, kuvaa ovyo ovyo makanisani, manyumbani na kwenye mafamilia na kwenye mitaa na kwenye makazi, mahali ambako watu wanashinda. Elewa, tuko vitani. Kitu chochote kinachopita mbele yako, ona vizuri sana, kisiwe chanzo cha kukuingiza hatarini. Elewa, tuko vitani na shetani halali, kila siku analeta mbinu mpya ili uanguke. Elewa, hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili la kuelewa katika kushinda vita hivi vya udhinifu, elewa kwamba inabidi, unatakiwa ulinde mlango wa macho yako. Inabidi ulinde mlango wa macho yako. Kuna vitu vingi ambavyo ulimwengu wa sasa vinatokea kila siku katika siku hizi: simu mkononi, kompyuta, televisheni, kila siku mitandao ya kijamii, mpaka wale wanafanya biashara wamejua kwamba ili biashara ipate kununuliwa vizuri, wanaleta picha za watu ambao wamevaa ovyo ovyo. Wameleta picha za wasichana, wamama, wababa ambao wamevaa ovyo ovyo, na vile ambavyo watu wamevaa ovyo ovyo ndivyo vinavyotazamwa sana kuliko vile ambavyo wamevaa vizuri. Linda macho yako. Uzinifu sio tu wa mwili, bali uzinifu pia wa macho. Macho yako inapenda kuona nini? Kile unachokiona kitasababisha uokolewe au upotee. Linda sana mlango wa macho yako. Kumbuka Yesu kasema, ukiona jicho moja litasababisha uende motoni, ongoa jicho ili uweze kuokolewa hata na jicho moja, kuliko kwenda motoni na macho yote ikiona vizuri. Chunguza vyote unavyoviona. Hiyo ni siri ya kuondoka katika kushinda jaribu hili. Jambo la tatu, utashindaje jaribu hili la uzinifu? Kimbia badala ya kujiamini. Kimbia. Na tulisema hapo juu, kimbia. Yusufu hakupishana na jaribu la uzinifu. Yusufu alikimbia. Yaani, katika mbinu za kushinda jaribu hili la uzinifu, jifunze kukimbia. Mimi naombaka sana, mimi nasomaka sana. Mbele ya uzinifu hakuna kusema Yesu Yesu. Sema Yesu unapokimbia. Ondoka. Yeye ni kilema, hata kiwete kinaweza kukuangusha. Pasta, we mzee wa kanisa, we mwimbaji, acha ubishi mbele ya jaribu, kimbia. Uzinifu haunako kinywa kubwa ama mna Biblia kubwa kama hii nayoibeba hapa. Wewe jifunze kukimbia mbele ya uzinifu. Kimbia. Jambo ambalo litatusaidia kushinda uzinifu ni kujaza moyo wetu Kristo. Moyo unapojazwa na Kristo, ama moyo unapojazwa na Roho wa Mungu, moyo huu unakuwa tayari karibu na Bwana kuliko kuwa karibu na dhambi. Yaani, Kristo anapotawala moyo wako, dhambi itakuwa nje. Lakini dhambi ikitawala moyo na Kristo ataacha moyo wako, ataondoka. Ndio maana siri ya kushinda jaribu inabidi uombe. Tuwe watu wanaoomba. Haiko kwa kufundisha dhana ndiyo inayokuwa chanzo chako kushinda jaribu. Jifunze kuomba. Baba yangu, jiombee,
ombea mke wako, ombea watoto wako, na mke ombea mume wako. Si kwamba kwa sababu amefundisha sana yeye amepona kwa majaribu. Hakuna. Hapa duniani tuko hapa vitani. Jifunze kumwombea, jifunze kuombea mchungaji wako, jifunze kuombea mzee wako wa kanisa, jifunze kuombea wale waimbaji, jifunze kuombea mchungaji wako. Tuombeane pamoja ili tuweze kushinda jaribu zote zinazotokea. Usafi wa moyo ni msingi wa tabia ya Kristo. Ellen G. White akasema, inabidi, rafiki mpendwa, siri ya kushinda tusianguke katika amri ya 7 tunapofunga somo hili, inabidi tujifunze kuwa na usafi wa moyo. Kwani Kristo akisafisha moyo wako, hata kile unachotazama kwenye mitandao, iwe mitandao TikTok, YouTube, Facebook, Instagram na mambo mengine yote, yataonyesha kwamba kwa kweli unamtukuza Mungu.